Mtazamaji, bwana Harmonize Konde Boy ni kwamba finally na yeye pia amepata fursa ya kuzungumza na waandishi wa habari kuhusiana na project ambazo anataka kuziachia hivi karibuni, kwa sababu tunajua kabisa kwamba ile album ambayo inakwenda kwa jina la 31 bwana, finally ni kwamba Harmonize ameshaanza kufanya rehearsal kwa ajili ya uzinduzi wa album hiyo, album ambayo ilitakiwa kutoka tokea mwaka jana, lakini ndio hivyo tena ikawa postponed mpaka mwaka huu. Sasa hivi tunajua kwamba story ambayo ina trend zaidi kwa mitandaoni bwana ni story ya Zuchu kujifungua, Diamond kupata mtoto mwingine tena wa kike na Zuchu. Bwana, hiyo ni moja kati ya story ambayo imeenda viral kweli kweli, lakini pia vile vile at the same time ndio hivyo tena upande wa pili napo pia Harmonize naye pia ana jambo lake. Sasa katika mazungumzo na waandishi wa habari, Harmonize bwana alipata fursa ya kuulizwa swali, kwa sababu tunafahamu kwamba Harmonize of course ni moja kati ya wanafamilia wa WCB, kwa sababu yeye pia bwana alikuwa introduced kwa Watanzania kupitia lebo ya WCB, lebo ya Diamond Platnumz, na hivi karibuni tumeona kwamba wanafamilia wamejitokeza pale, kasoro Harmonize na Mbosso. Sasa watu wameuliza kwamba kwa nini Harmonize hajaenda, lakini tumeona juzi tu hapa kulikuwa kuna ugomvi kati ya Diamond na Rayvanny, lakini still Rayvanny ameenda kumtembelea mtoto wa Diamond na Zuchu. Lakini upande wa Harmonize yeye tunajua pia kwamba kuna ugomvi unaendelea baina yao, lakini watu walikuwa wanatarajia huenda akafanya surprise moja ya hatari kweli kweli kutokea pale hospitalini kwenda kumuona mtoto. Lakini haikuwa hivyo, Harmonize ya kwenda. Sasa basi wadau mbalimbali bwana, hapa waandishi wa habari wamemhoji Harmonize kwamba kuhusiana na hilo swala, mbona yeye hatujamuona pale akienda, akiwa kama na yeye pia ni moja kati ya wanafamilia wa WCB. Ni kwamba kwa upande huo bwana, hilo swali Harmonize amegoma kulijibu, amesema no comment, kwa maana ya kwamba hawezi akalizungumzia hilo swala kabisa. No comment. So hapa kuna maoni na page mbalimbali zimekuja kuripoti. Kwa mfano hapa kuna page ameandika kwamba Harmonize amegoma kujibu swali kuhusiana na Zuchu kujifungua na yeye kwenda kumtembelea, maana Rayvanny ameenda ila yeye hajaonekana. Harmonize amekataa kujibu swali hilo akisema no comment. Wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao hapa chini. Kuna mtu amesema kwamba amekuja hapa ameandika kwamba bwana atajijua yeye mwenyewe, sisi tuko nao hadi tujue jina la mtoto ni nani. Kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana yuko sawa kabisa, kiukweli hakupaswa kabisa kutia neno kuhusiana na hiyo issue, wala haimuhusu. Kuna mtu hapa amesema kwamba bwana ameandika kwamba sasa mlitaka Konde aseme nini jamani watu. Kuna mtu hapa amekuja kuuliza hivyo. Mtazamaji, bwana mambo ni moto kwelikweli. Kiukweli ni kwamba ukipita katika mitandao ya kijamii, basi moja kwa moja lazima utakutana na taarifa hizi ambazo nakuletea, lakini tunakuletea kiundani zaidi kwa kila kitu ambacho kinaendelea wakati ambao Zuchu bado yuko hospitalini. Ukizingatia kwamba ni Zuchu bwana amefanya surprise na ameonyesha jinsi gani ambavyo anajiamini, kwa sababu ukiangalia upande wa Wema Sepetu, yeye wakati Wema yuko mbioni kujifungua, mambo kidogo yalikuwa tofauti, kwa sababu Wema yeye bwana hakutangaza rasmi kwamba kwamba yuko na ujauzito. Ni kwamba Wema amekuja tu kuwashtukiza watu mbalimbali kwamba tayari ameshajifungua. Nadhani utakuwa unaelewa kwamba Wema yeye upande wake bwana alikuwa anatafuta mtoto kwa muda mrefu, kwa hivyo basi hata kutangaza kwamba yeye ni mjamzito alikuwa anajua kabisa kwamba italeta husda na maneno mengi mitandaoni. Kwa hivyo basi Wema Sepetu bwana akaamua afanye hilo jambo kwa siri ya hali ya juu, na mpaka baby shower yake ilikuwa ni ya siri. Walihudhuria watu wake tu wa karibu ambao walikuwa na uwezo wa kutunza siri hiyo. Lakini baada ya Wema kujifungua sasa ndipo akaanza kuposti picha akiwa yuko na ujauzito, akaposti videos za baby shower yake, akaposti ushahidi akiwa yuko hospitalini wakati anajifungua na mambo mengine mengi. Sasa basi jambo ambalo bwana tumekuja kulishuhudia this time around ni kwamba kwa upande wa Zuchu bwana yeye ameonyesha kujiamini kweli kweli, kwa sababu kipindi yuko na ujauzito of course alikuwa anafanya siri, japokuwa watu wengi sana walikuwa wameshaanza kufahamu kwamba Zuchu ni mjamzito.
Lakini baadaye bwana ni kwamba siku ya juzi, kama unakumbuka, tulikuletea taarifa hapa Trend TV kuhusiana na baby shower ya Zuchu pamoja na gender reveal ambayo aliifanya nyumbani kwake Mbezi Beach jijini Dar es Salaam, ambapo katika sherehe hiyo bwana ni kwamba Zuchu bwana alionyesha kwamba tayari yeye ni mjamzito na anakaribia kujifungua. Hakuna mtu ambaye alikuwa anajua kwamba tarehe ya kujifungua kwa Zuchu iko karibu kiasi hicho, lakini yeye alionyesha kwamba tayari ni mjamzito na akaonyesha kwamba ana expect kupata mtoto wa kike. Na baada ya hapo ni kwamba bibie Zuhura bwana, kweli the next day tukapata taarifa kwamba yuko hospitalini, na siku iliyofuata tukafahamishwa kupitia ukurasa wa Diamond mwenyewe kwamba tayari Zuchu ameshajifungua mtoto wa kike. Kwa hiyo kwa upande wa Zuchu bwana amekuwa na kujiamini, yani ameonyesha tokea akiwa ni mjamzito, kabla hajaenda kujifungua ameonyesha, kila mtu akawa anafahamu, kila mtu alikuwa anasubiri kumuona Zuchu akiwa anaenda kujifungua, tofauti kabisa na watu wengine ambao waga wanafanyaga siri mpaka pale wakishajifungua tayari ndipo wanapokuja kutoa taarifa, lakini Zuchu yeye ametoa taarifa kabla hata hajaingia leba. Na sababu ambayo inafanyaga watu wengi sana wanafanyaga siri mpaka wakishajifungua ndo wanakuja kutoa hizo taarifa ni kutokana na kwamba wanaogopa mambo ya husuda, kuweka vitu mitandaoni bwana. Watu wengi sana uwaga wana hofu kuona kama vile watapigwa majuju na vitu vingine kama hivyo, lakini bibie Zuchu yeye kwake imekuwa ni tofauti. Ameamua kujiamini na kuonyesha wazi kwamba ni mjamzito na anaenda leba, na of course ameenda leba na amejifungua salama, jambo la kumshukuru Mungu. Na baada ya kujifungua ndo hivyo bwana, mambo ni mengi, video ni nyingi kweli kweli, yani hata ukipita kwa Wasafi wenyewe wamekuwa wakiposti video nyingi sana, na kuna mengi sana makubwa yanakuja, kwa sababu sasa hivi hapa watu wengi sana walikuwa nasubiri tu wamuone Mama Dangote, Esma Platnumz, watu ambao walikuwa na ugomvi na Zuchu waweze kuwaona na wenyewe nao pia wakijumuika na familia pamoja na ukoo mzima wa Diamond hospitalini. Maana jambo ambalo linafahamika ni kwamba Esma Platnumz bwana na bibie Zuchu wana ugomvi, lakini pia Mama Dangote naye pia hana maelewano mazuri na Zuchu. Hivyo basi tokea enzi zile ambazo Zuchu akiwa bado si mjamzito, mahusiano yake na Diamond kidogo kwa namna moja au nyingine yalikuwa yana mashaka upande wa ndugu zake hao wawili wa muhimu kabisa katika maisha ya Diamond Platnumz. Namzungumzia Esma Platnumz pamoja na Mama Dangote mwenyewe. Lakini at the end of the day, jambo ambalo tumekuja kulishuhudia bwana ni kwamba tayari Zuchu kumbe ameomba msamaha na ametaka kuwepo na maelewano baina yake yeye na familia nzima ya Mama Dangote, akiwemo Esma Platnumz akiwa kama dada wa Diamond Platnumz. Hivyo basi hiyo bwana inaonyesha jinsi gani ambavyo Zuchu bwana ameamua kutafuta amani, ameamua kutafuta ile peace kwa ajili hata mwanaye akija akizaliwa bwana azaliwe katika familia ambayo ina upendo, maelewano na amani. Kama unavyoelewa kwamba bwana upande wa pili bwana kwa mwanadada mwingine ambaye amepata mtoto na Diamond Platnumz anayefahamika kwa jina la Hamisa Mobeto, kwa upande wake watu wengi sana wanadai kwamba hakuna maelewano mazuri kati yake yeye na familia ya Mama Dangote. Hiyo inapelekea hata mtoto wa Hamisa